We bwana we, balaa linaanzia ndani ya nyumba. Bwana mdogo alikuwa akitazama nje, alishtuka kana kwamba mazingira hayako sawa kabisa. Lakini ukiachana na huku nyumbani, pia hata shuleni kulikuwa na miale mikali sana kutokea angani. Wanafunzi walibaki wanastaajabu, walimu wakawaambia wanafunzi haraka sana wakimbilie madarasani. Basi ikawa ni mchaka, wanafunzi wote wanakimbilia darasani. Lakini kitu walichokuwa hawajui ni kwamba katika vyombo vya habari ilikuwa inatangazwa taarifa ya kwamba kuna kitu kinaitwa solar storm. Hii solar storm kwa lugha ya kawaida kabisa tunaweza tukaita zoruba ya jua. Ni wakati ambao jua linatoa mionzi mikali sana kuelekea duniani, lakini pia inakuwa na madhara makubwa. Vyombo vya habari vilikuwa vikiripoti baadhi ya maeneo ya dunia yalianza kuathirika. Wako ambao yalikuwa yamekauka kabisa kutokea katika maji, na yako maeneo ambayo mifugo na wanyama walikuwa wameanza kuteketea pamoja na mapoli. Mawasiliano kidunia, yani internet, yakawa yamekata, umeme nao ukawa umepotea kabisa. Kumbuka kwamba mawasiliano yalipoweza kupotea, basi mpaka ndege zikakosa mielekeo na ajali zikawa nyingi sana siku hiyo. Lakini swali linakuwa moja tu, je, science haikuweza kutambua juu ya solar storm kwamba ingeweza kutokea? Ukweli ni kwamba walijua jambo hili, na wanasayansi wa dunia nzima waliungana kwenda kutengeneza uzio mkubwa sana katika anga. Uzio huu walizania kwamba ungeweza kuzuia hayo mawimbi makali sana yaliyosababishwa na solar storm. Lakini chezea Mungu wewe, wimbi la kwanza tu la jua, yani hiyo ndio kwanza ilikuwa na bipu, ikavunja kila uzio ambao ulikuwa umetengenezwa na wanadamu. Balaa likawa limeanzia hapo. Sayansi wakubwa kutokea katika vitengo mbalimbali ndani ya nchi ya Korea walikuwa wakiwa na wasiwasi mkubwa sana, wakishuhudia tu matukio moja baada ya jingine ambao likuwa likiendelea kuipiga dunia, na tena walikuwa wakipambana sana kurejesha mfumo ule wa ulinzi ambao ulikuwepogi kabla, lakini hakuna ambacho kilikuwa kinaendelea. Wakawa wamekata tamaa kusubiria tu mwisho wa dunia uweze kufika. Sasa yule dogo wa mwanzo kabisa anayefahamika kama Seiha, ambaye tulimwona akiwa anachungulia dirishani, kumbe dogo alikuwa amepitiwa na usingizi. Sasa kuna mawimbi fani akawa amerejea katika TV, akawa anashangaa tena ile aurora ipo haipo. Lakini dakika hizo ikawa inatolewa ripoti kwamba ule mfumo wa ulinzi ambao ulikuwa umewekwa mwanzoni umeweza kujirejesha na umerejea ukiwa na uimara mkubwa. Sasa hapa swali lilikuwa ni moja tu, huu mfumo umewezaje kurejea ikiwa mitambo mingi na umeme ulikuwa umekatika katika maeneo mengi? Imekuwaje mfumo umeweza kurejea? Mwanamke mmoja alishtukia jambo hili, akatoka kidogo ofisini. Wakati wenzake wako bize kushangilia, yeye alikuwa akijiuliza inawezekanaje mfumo umeweza kurejea katika hali ya kawaida. Lakini huku nje kabisa ya majengo kuna mwanamke mmoja alikuwa amesimama juu kabisa ya ghorofa akiwa amefunika sura yake. Huyu mwanamke anaonekana kutazama tu mazingira, hatujajua ni nani. Na kutoka wakati huo zoruba ya jua ilipoweza kutokea, ikapita miaka 20. Yule bwana mdogo anayefahamika kama Seiha, ambaye mwanzoni tulimuona, bwana mdogo sasa ni kidume miraba 6 na anafanyia kazi katika kitengo cha asili cha uchunguzi. Siku ya leo baada ya kutoka kazini alipitia supermarket na akawa amenunua mifuko fulani hivi kwa ajili ya kuwekea taka, ila anaingia tu katika gari anagundua kwamba ni kama mfuko mmoja ulikuwa na tone la damu. Ile kugeuza macho yake kutazama pale alipokuwa ametokea, anagundua kwamba yule mhudumu alikuwa anatoka akiwa mbeba glasi ya pombe. Huyu anaelekea wapi? Mwamba akawa anahisi sijekawa huyu mhudumu sio mhudumu rasmi katika ile ofisi, labda huenda amemuua mtu alafu yeye ndo akajifanya mhudumu. Ngoja kwanza nirudi pale ofisini kwenda kukagua. Na kumbuke kwamba Mwamba Seiha ni mchunguzi wa mambo ya asili sana, kama alivyokuwa ameweza kuhisi. Aliporudi tu ndani ya ile duka akagundua kwamba kumbe mhudumu kamili alikuwa ameweza kuuliwa kitambo sana na alikuwa amehifadhiwa store. Haraka sana kwa sababu Mwamba ni mtu wa system, akawapigia simu polisi. Wakafika hapo kwa wakati na akaanza kuchunguza chanzo cha kifo cha huyu mtu hapa katika eneo la supermarket. Tukaja kugundua kwamba kuna kisu ambacho kilikuwa kimeachwa na muuaji. Haraka sana wakarudi katika picha za CCTV kamera, wakaanza kumtazama huyu mhalifu ambaye ni muuaji akiwa anazungumza na mhudumu. Mwanzoni kabisa jamaa alipokuwa anaingia, hasa wakati wanaendelea kuzichunguza picha hizi, wakawa wamemshirikisha na huyu Mwamba Seiha kwa sababu yeye ndo aliyeweza kupiga simu, lazima ahusike katika mahojiano. Lakini walikuwa wasikii sauti ya mazungumzo ambayo alikuwa akiyafanya yule mhalifu. Sasa Mwamba Seiha katika mazungumzo haya aliyokuwa akiendelea katika TV, yeye akasema kwamba mimi naweza nikaelewa nini walichokuwa wanazungumza japokuwa hakuna sauti. Akasema kuwa huyo mhudumu alikuwa anamkataza jamaa kunywa pombe ndani ya hiyo supermarket. Lakini kuna mwanamke mmoja naye alishangazwa sana kuona kwamba jamaa amegundua tukio hili kwa urahisi namna hiyo. Lakini pia na yeye akasema ni kweli kabisa, baada ya pombe kufunguliwa inaonekana mhudumu alikuwa anachungulia kuhakikisha kwamba hilo tukio limefanyika kweli. Lakini kuna mzee akawa anasema kwamba ina maana yani mtu kuzuiliwa tu kunywa pombe aweze kumuua mtu, inawezekanaje jambo hili? Hasa kwa kuwa muuaji alikuwa ametumia kisu na alikuwa amekiacha hapo chini, basi kabidi moja kwa moja kwenda kuchunguza fingerprint. Katika harakati za kuchunguza wakagundua kwamba jamaa fingerprint zinaonekana vizuri tu, lakini kumgundua muhusika ndo kipengele. Na ukumbuke kwamba kwa nchi zilizoendelea fingerprint ni moja kati ya kitu ambacho kinatumika sana kugundua tukio lolote liliweza kufanyika ama mtu kama alikuwa amegusa sehemu. Sasa kwa bahati mbaya teknolojia hiyo mpaka ilishindwa kufanya kazi kwa huyo muuaji. Lakini swali linabakia moja tu, who is a killer? Muuaji ni nani na kwa nini fingerprint ilishindwa kusoma pale ndani?
Mpaka dakika hii, kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, basi umekosea sana. Tunasonga mbele. Mwamba Seiyan baada ya kutoka katika eneo hilo la tukio, moja kwa moja akawa anarudi nyumbani. Kumbuka kwamba ni haka katoto ambako miaka 20 iliyoweza kupita kaliweza kushuhudia tukio la kupatwa kwa ile mionzi mikali kutokea katika jua. Hasa jamaa anamuuguza mama yake ambaye amelala kitandani kwa muda mrefu sana, lakini Seiyan kila anaporudi nyumbani huwa anafanya mazoezi ya kutumia bunduki. Mbaya zaidi ni kwamba jamaa anafanya mazoezi ya kutumia bunduki pasipo hata bunduki yenyewe kuwepo. Aliponyanyua macho yake kutazama katika skrini, ilikuwa inaonyeshwa ile habari ya lile tukio lililoweza kutokea. Wanandugu wanalia kweli kweli baada ya kuona mwili wa ndugu yao. Lakini yeye alipokuwa akitazama taarifa hii ya habari, akaanza kukumbuka matukio ya zamani sana aliyoweza kupelekea mama yake kuweza kupata ajali mpaka kuumia hapo kulala kitandani. Hasa polisi baada ya uchunguzi wa muda mrefu sana walikuja kugundua kwamba muuaji hatokei mbali kabisa, anatokea katika mitaa ambayo iko jirani sana na huo mtaa. Moja kwa moja bidada mmoja anayefahamika kama Seiyan ni miongoni mwa maafande makini sana katika masuala mazima ya upelelezi. Aliweza kugundua mpaka nyumba ambayo huyo mhalifu alisababisha tukio pale supermarket alipoweza kujificha. Mwanamama Seiyan mpaka magetoni kwa kaka Jambazi. Kaka Jambazi akawa anakimbia kupitia dirisha, lakini ghafla tu kuna kamba ilikuwa imetokea juu kabisa ya ghorofa, kana kwamba kuna mtu alikuja kumsaidia huyu kaka Jambazi. Mwisho wa siku kaka Jambazi akatorokea juu kabisa ya ghorofa. Swali jingine linaloibuka hapa ni nani aliyekuwa amemsaidia kaka Jambazi kuweza kuweka ile kamba iliyomsaidia mpaka kutoka kuingia katika ghorofa jingine. Lakini pia walikuja kugundua kwamba mpaka ngazi alikuwa ameandaliwa ya kutorokea katika ghorofa la pili. Maafande ikabidi kuingia mitaani na kuanza tafuta sana, lakini kitu alichokuwa hawajui ni kwamba chini tu ya gari Mwamba ndo alikuwa ameweza kujificha, wala hakuwa ameelekea mbali. Baada ya bwana mkubwa kuifinia kwa ndani kwa muda mrefu, sasa akaamini kwamba maafande wote watakuwa wameshaondoka. Moja kwa moja akawa anatoka chini ya gari, ila ananyenyuka tu bidada Saiban akajitokeza na kumwambia kuwa uko chini ya ulinzi. Lakini dakika za mwishoni sana akaonekanika kuna mtu mmoja akaja kumtinga bidada, na yule jambazi akawa ameweza kukimbia. Ikabidi bidada aanze kupambana na huyu bidada mpya aliweza kuingia, lakini katika sekunde za kuhesabu tu yule mtu akapotea. Bidada akabakia mdomo wazi. Hii potea imetokea wapi? Yaani bidada aliyeyuka tu kama maji. Baadaye viongozi wa bidada na maafisa wengine wakawa wametimba katika eneo lile, lakini bidada akawaelezea scenario nzima iliyoweza kutokea kwamba yule mwanamke aliyeyuka tu na kuweza kutoweka, ila alikuwa amefanikiwa kuweza kuitinga kofia yake, na kofia yake ndio kitu pekee ambacho kilikuwa kimebakia kama ushahidi. Moja kwa moja wenzake wakawa wanaona kwamba bidada anawazingua tu, anaongea mambo gani huyu? Hasa bidada Saiba baada ya kugundua kwamba haaminiki, basi akaanza kuichunguza ile kofia. Kwanza, kitu cha kwanza akaanza kuchunguza nyuzi zilizoweza kutumika kutengeneza ile kofia. Hasa kama unamkumbuka bwana mkubwa anayefahamika kama Saya, yuko katika kitengo cha asili sana cha uchunguzi wa masuala mbalimbali ya kisayansi, lakini pia masuala mbalimbali ya kiupelelezi. Mwamba ofisi anayofanyia imejengwa kisayansi na tisha mpaka yani unaweza kadhania kwamba umeingia siji katika dumba gani yani. Mifumo yake ya ulinzi na ukaguzi ipo katika mifumo ya mionzi. Yani watu wanavyoingia na kutoka hapa unaweza kahisi labda hakuna ulinzi kabisa. Nje ya jengo ni kama ni jengo la kawaida hivi, lakini ni jengo ambalo linalindwa vibaya sana. Lakini pia hata lifti zake ni lifti ambazo zinaongozwa kwa kutumia fingerprint, na mbaya zaidi ni kwamba hakuna button hata moja inayojionyesha kama wewe sio mfanyakazi. Na ili uweze kufanyia hapa unahitajika kuwa na akili mingi, lakini pia akili yako yenyewe tu inaweza kachaji kwa haraka sana kuliko kawaida. Hasa huyu Mwamba Seiyan kila anapofika ofisini huwa ana mtindo wa kumchunguza bosi wake, ila namna ambavyo anamchunguza ni katika namna ya usili sana, kwani huwa anachukuaga taka ambazo zinatokea katika meza ya bosi wake anaziunganisha na taka zake. Kwa haraka mifumo itakapokuwa ikimchunguza Mwamba namna ambavyo anaendesha maisha yake hapa ndani, itakuwa inaonyesha kana kwamba dogo anamjali sana bosi wake na hataki meza ya bosi wake iwe inataka hata kidogo. Kumbe dogo anatumia hii kama fursa ya kuweza kumchunguza. Hasa yeye akijua kwamba hili jambo analifanya kwa usiri, lakini kumbe rafiki yake wa karibu aliweza kugundua jambo hilo kitambo sana na kumwambia kwamba njia unaoitumia kumchunguza kiongozi inaweza kukukosti baadaye. Basi huwa hamchunguzi kiongozi wake kwa ubaya, bali huwa anaibaga mafaili pale na kuendelea kuchunguza kesi mbalimbali ambazo wanazifuatilia. Ila alishangaa kuona kwamba kuna kesi ambayo mkuu wake alikuwa ameletewa ya mwanamke aliweza kupotea kimeujiza. Lakini pia akakutana na ripoti mbalimbali nyingi kidogo katika kompyuta ya bosi wake, kwamba huyu bosi wake aliwahi kutoaga ripoti ya kwamba kuna uwezekano pia hata ile zoruba ya jua iliyokuwa imetokea zamani, ule wigo uliokuwa umeweza kujitengeneza haukuwa umetengenezwa na kitengo hichi cha science. Kwa hiyo anahisi kwamba huenda kuna mtu kwa asili ambaye aliweza kurejesha ule wigo. Lakini mawazo ya huyu kiongozi alikuwa ametupiliwa mbali. Bwana mdogo ndo akawa anakumbuka kipindi kile wakati ni mdogo, hii hali amewahi kuishuhudia. Kumbe bana huyu kiongozi amekuwa hapa ofisini kwa kipindi cha miaka kama 20 hivi. Lakini pia hii ripoti ya mwanamke ambaye alipotea kimiujiza, huyu mwanamke alikuwa ameweza kufikishiwa. Akawa anataka kujua huyu mwanamke ni nani, lakini ila pia katika kompyuta ya kiongozi huyu inasema kwamba anahisi kwamba huyu mwanamke alikuwa amepotea kimiujiza ndiye ambaye aliweza kusaidia dunia kipindi kile ambapo ile mionzi ya jua mikali iliyokuwa inaweza kuishambulia dunia. Anahisi mtu ambaye alienda kurejesha ile ngome ambayo ilitengenezwa kisayansi ikaweza kufanya kazi vizuri. Bila shaka mwanamke huyu ambaye ameweza kupotea kimiujiza huenda ndio alikuwa amehusika miaka hiyo 20 iliyoweza kupita. Hasa Mwamba Seiya akaanza kujiuliza kwamba
katika miaka yote hiyo 20 iliyoweza kupita, kwa nini mwanamke huyu hajaweza kurudi? Lakini amekuja kurudi tena, amekuja kumsaidia muuaji kutoroka. Imekaaje hii kitu? Hasa huku upande wa pili, bidada Saibia naye alikuwa anachunguza ile picha yule mwanamke, alikuwa ni kama vile ameichora tu namna alivyokuwa anaweza kuonekanika. Hasa siku ya leo katika kituo cha polisi walishangaa sana, watu ambao wanatokea katika kitengo kikubwa sana cha science eti wamekuja hapa kituo cha polisi na wamekuja kuchunguza kesi ya yule mtu aliyekuwa amevamia katika supermarket. Mkuu wa kituo alishangaa sana kuona kwamba wamekuja kuchunguza kesi za kijinga kabisa, akamwambia kwamba kesi kama hii inawahusu nini nyie? Alafu kumbuka kwamba hawa wako kitengo cha siri sana, yani hawatambuliki na wala hawajagi kabisa na vitambulisho. Basi kuna mtu akaja hapa mdau kufanya akasema kwamba kiongozi, hao ni watu wakubwa sana, naomba uwaruhusu. Basi kiongozi wa ulinzi kabidi moja kwa moja wapigie makao makuu, akasema waruhusiwe hao watu kufanya uchunguzi wao, lakini wakasema kuwa tunamhitaji mwanadada anayefahamika kama Saibia, yani yule mwanadada ambaye aliweza kumpiga kofia yule mpaka ikaanguka chini. Sasa wakati bidada anatafutwa, kumbe yeye yuko kwa madaktari huku kuliko kufanya uchunguzi, kwa sababu yule bidada alikuwa amevaa ile kofia. Basi akawa anachunguza DNA ambazo zitakuwa zimebakia katika ile kofia. Daktari anasema ni kweli tumeweza kuzikuta DNA, lakini sasa ni DNA za mtu ambaye ni kama hajawahi kuwepo kabisa katika ulimwengu, ni za tofauti sana, na kama alikuwepo basi ni miaka ya zamani, ni haeleweki ni mtu wa design gani huyu. Sasa kitu cha kushangaza ni kwamba bidada Saibia, kumbe wakati ule mwanamke anapotea alikuwa amemwachia kovu fulani dogodogo ambalo lilisababishwa na mionzi mikali. Mwanadada hii siri amebakia nayo ndani ya mtima wake. Nini kitakwenda kujili? We bwana we, tukutane katika episode ya pili ya recap yetu. Kumbuka kwamba kama umejagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo mapema kabisa, lakini pia usisahau kugusa alama ya kulike kadri tunapofikisha like 100 tu episode ya pili inachomoka. Mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max.